Salam familia, salam kaka na dada. Kwa majina naitwa Dominic Msaba. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zurula 100. Ndugu zangu, mimi ni mwanafunzi kama mlivyo nyinyi. Lakini tunajua katika hali inaonekana tuna ugeni mkuu. Tunaye mwalimu ambaye ni mwalimu wa kweli. Zurula 100. Tunajua ndugu zangu, katika hali inaonekana kuna mengi yanaendelea. Kuna matukio mengi yanaendelea, wengi hawajui kwa nini yanatokea, lakini tunajua kila kitu nyuma yake kuna roho ambaye yupo. Anaweza kuwa roho mzuri au ikawa roho mbaya. Muledi ambaye ni mwalimu pekee, ndugu zangu, umetufunulia mengi. Na siku ya leo Nuba kupitia neno lake ameruhusu tena tuendelee kupata mafundisho kutoka katika kitabu chetu cha Biblia Karata Mbali. Kitabu cha kweli, Biblia isiyokuwa na mkanganyiko wowote. Somo letu tutaenda kupata kwa Mutated kupitia Mormon katika sura ya 14 kuanzia mstari wa 3. Katika tema ambayo inasema tamaa na uchoyo. Tunajua Mutated ni roho anayewaongoza na anayewaanzisha watu weusi ambao wanatembea kulingana na ukweli. Kwa ni kaka yetu wa kiroho anaenda kutupatia ujumbe. Ni Mormon anayepewa ujumbe anatuletea, kwa Mutated anazungumza. Tunajua Mormon kwenye Biblia za kisasa wao wamemuita kama ni Suleiman. Tunajua kulingana na ukweli nabii anapozungumza maana yake roho anampa nabii anazungumza yale roho ambayo anatakiwa aseme. Kwa ni Mutated anazungumza kupitia Mormon. Kwa Mormon yeye anakuwa kama ni chombo cha kuzungumzia, chombo cha kuweza kufikisha ujumbe, lakini Mutated ambaye anatupatia haya. Kwa ni kaka yetu wa kiroho, tuendelee kufuatilia ukweli huu na tuendelee kusikiliza ujumbe kutoka kwa Mutated kupitia Mormon katika tema ambayo inasema tamaa na uchoyo. Tukianza na mstari wa 3. Utajiri una faida gani ikiwa mtu ni mchoyo? Nini maana ya kuwa tajiri ikiwa anasita kutumia? Ndugu zangu, tunajua utajiri wa kwanza Muledi ametufundisha ni utajiri wa kiroho. Roho zetu zikiwa na utajiri, maana yake ni mafundisho ambayo yatakuwa ni ya kweli, roho zetu zimepokea. Katika hali inaonekana kwa kipindi chetu tunaye Muledi ambaye ni tajiri, kwa sababu yeye ni zaidi ya namna ambavyo tunafikiria. Utajiri ambao anatufundisha maarifa, ukweli ambao anatupatia ni utajiri ambao hauwezi kupata sehemu yoyote. Lakini tunajua ndugu zangu, Muledi yeye amegawa utajiri huu kwetu, na sisi inatakiwa pia tuendelee kugawa kwa wengine. Kwa maana hiyo yale ambayo Muledi anatupatia inabidi sisi tuweze kuwagaia wengine pia, kwa sababu Muledi ni mfano halisi. Muledi yeye ni tajiri wa kiroho, anatupatia mambo ya kiroho na sisi tunaendelea kutawanya kwa wengine. Kwa hiyo ni mfano mzuri. Lakini tunaona katika hao ambao hawapo kulingana na ukweli, tunaona wanasiasa, mfano tunaona pia wanadini, wao ni wachoyo, kwa sababu wanaingia katika hali ambayo ni ya kusukumwa na demoni za utajiri wa hali inaonekana. Wao hata namna yao kutumia utajiri wanatumia vibaya, kwa sababu ikiwa hata ni mafundisho ambayo wanawapatia watu, watawapatia mafundisho ambayo sio mazuri, yale ambayo wanavuviwa na demon. Kwa hiyo tunajua kabisa Mutated kupitia Mormon anauliza nini maana ya kuwa tajiri ikiwa anasita kutumia? Ni kweli ndugu zangu, ikiwa wewe ni tajiri wa kiroho kulingana na ukweli, manake utagawa kwa wengine, utatumia mafundisho ambayo umeyapata kuweka katika kazi, manake utakuwa unatumia utajiri vizuri. Lakini wale ambao hapo kwenye ukweli, tunaona wanaingia katika mikanganyiko, wanaingia katika mambo ambayo yanasikitisha kweli ndugu zangu. Mstari wa 4. Anayejikusanyia kwa kujinyima mwenyewe hujikusanyia kwa ajili ya wengine .
kwa mali zake wengine wataishi kwa raha. Nukta. Tunajua ndugu zangu, katika hali inaonekana kuna wale ambao ni matajiri. Tajiri ambao hali inaonekana wengi wameupata katika njia ambazo wanazijua wenyewe, nyingine sio nzuri kwa sababu wengine wameingia katika hali ya unyang'anyi, wengine ya uporaji, wengine ya mauaji, wamefanya mambo mengi ambayo yamewafanya wao wa matajiri. Lakini tunajua utajiri wao wa namna hiyo ambao wanakuwa nao, mali zao hawaishi kwa raha kwa sababu wanakumbuka yale ambayo wameyafanya. Kuna masharti mabaya wanayaingia. Hivyo mali ambao wanajikusanyia manaki ni watu wengine ambazo watazitumia. Ikiwa wataondoka katika hali inaonekana, basi wale ambao watawachia watazitumia kwa kufanya mambo ambayo watahitaji wayafanye, kwa sababu ni mali ambazo wao hawana uchungu nazo, hawajistoria jasho, hawajafanya kazi. Kwa hiyo ni vizuri ndugu zangu kuelewa kuwa ikiwa unataka kufanya kulingana na ukweli, manake ni vizuri kutii sheria za neno la Luba. Lakini wale ambao wapo nje, mfano walioko kwenye hizo dini, wanafanya mambo ambayo sio mazuri. Mali wanazikusanya lakini hawawezi kuziishi kwa raha. Ni wengine ambao ndo wataziishi kwa raha kutokana na njia ambazo wao wamezipata, hizo ambazo zimewapelekea waendelee kupata utajiri ambao sio kulingana na ukweli. Ndugu zangu, mstari wa 5, yeyote aliye mgumu kwa ajili yake mwenyewe, atakuwa mwema kwa nani? Hata furahia hazina zake. Nukta. Ndugu zangu, ni kweli tunajua ikiwa mtu mwenyewe hajitendei mema, yeye mwenyewe hajithamini, hajihurumii, anakuwa mgumu kwa mali ambayo yeye ameitafuta, je, atakuwa mwema kwa nani? Ndugu zangu, tunajua ikiwa wewe mwenyewe hujithamini, tunajua hata Muledi ametuambia kwamba wokovu ni wa mtu binafsi. Ikiwa wewe mwenyewe binafsi umeshindwa kujithamini, umeshindwa kujifurahisha kwa yale ambayo umeyafanya, kazi ya mikono yako ambayo ni kulingana na ukweli, manake wewe huwezi kufanya mema kwa mtu mwingine ikiwa wewe mwenyewe uo wema huwezi kufanya. Lakini tunajua katika hali inaonekana wao ambao wapo kwenye hizo dini wanafanya mambo tofauti, kwa sababu wao ni wagumu kweli kweli kutumia yale ambayo wanayo, kwa sababu wao wenyewe hawajitendei mema, wao wenyewe ni wagumu. Kwa hiyo ni vigumu pia wao kuweza kuwa wema kwa watu wengine, na vile vile hawatafurahia hazina za kazi ambazo watazifanya, mali ambazo watazikusanya hawatafurahia. Lakini wao ambao wana maarifa ya kweli, walioanzishwa kulingana na ukweli, manake watajua ni nini cha kufanya, wanajifahamu, wanajua, wana maarifa kulingana na ukweli. Kwa hiyo watafurahia. Kusema Muledi anatuambia tufurahie maisha, tule vizuri, tuvae vizuri. Muledi anatuambia mambo mengi kwa sababu tunatakiwa tujue ili tufurahie yale ambayo tunayafanya kulingana na ukweli. Ndugu zangu, mstari wa 6, hakuna kitu mbaya zaidi kuliko yule anayejitesa mwenyewe. Nukta, koma. Hiyo ndiyo fidia ya uovu wake. Nukta. Tunajua ndugu zangu, kuna wale ambao ni matajiri ambao wanaingia kwenye masharti mengi ya vyakula. Wengine wanaingia mpaka katika hali ambayo wanaambiwa wasilale juu ya kitanda, walale chini, kutokana na masharti ambao wanayapata kwa hao ambao ni waganga wa kienyeji. Kwa hiyo wanaingia katika hali ambayo ni ya kusikitisha zaidi, wanajitesa wenyewe kutokana na masharti ambao wanayo. Hiyo itakuwa ni fidia ya uovu wao, kwa sababu wao wamepokea mafundisho mabaya, manake wanatumikishwa na demon. Sheria ambazo watapewa ni sheria ambazo sio kulingana na neno, kwa sababu wao hawapo kulingana na neno. Kwa hiyo manake wataingia katika hali ambayo ni ya kujitesa kulikweli. Kwa hiyo ikiwa mtu ataingia katika namna hiyo ya kujitesa mwenyewe, manake itakuwa ni fidia ya uovu wake kwa yale ambayo atakuwa ameyapokea. Kwa ndugu zangu, ni muhimu kuelewa kuwa njia ambayo mtu ataichagua inategemea. Ikiwa ni njia nzuri, utukufu kwa Luba, manake ni njia ambayo kulingana na ukweli ambao Muledi ametuletea. Na ikiwa ni tofauti na hii ambayo Muledi ametuletea, manake huyo ataingia katika hali ya uovu. Kwa yote ambayo atadhihirisha hayatakuwa kulingana na ukweli. Kwa hiyo ni muhimu sana ndugu zangu, ni muhimu sana kuelewa hayo. Katika mstari wa 7,
hata kama anafanya wema, koma, anafanya bila kukusudia, koma, na hatimaye ufichua uovu wake, nukta. Ni kweli tunaona mifano kwa hao ambao ni wanadini, wanafanya wema ambao ni wa kinafiki, kwa sababu hawajui wema ni nini. Tunajua kulingana na ukweli, Mulede ametuambia kuwa kuna roho wa wema. Manake unakuwa umeanzishwa katika mafundisho ya kweli, katika uanzishwaji wa vipengele vya juu kuhusiana na wema, kwa sababu utakuwa unajua wema ni nini. Lakini yule ambao hayupo kulingana na ukweli anafanya bila kukusudia, na ndio maana anaweza akasema anampa labda mchungaji wake zawadi kwa mujibu labda ametoa neno vizuri kwa mujibu wake, lakini mtu huyu atakuwa anafanya kwa sababu yeye hajui kuwa mchungaji wake anafundisha uongo, kwa sababu hayupo kulingana na ukweli, na hatimaye ufichua uovu wake. Ndio pale ambapo unakuta waumini wanawafumania wale ambao ni wachungaji wao, kwa sababu wamefanya wema kwa mujibu wao au wachungaji ambao wema sio kulingana na ukweli. Kwa uovu wao utafichuliwa. Ni matukio ambayo yanajidhihirisha. Wachungaji wanabaka waumini wao, wachungaji wanafanya mambo mabaya, wachungaji wanaendelea kufanya waumini warudi nyuma kiroho zaidi na baya zaidi, kwa sababu wapo katika uongo. Manake hata yale ambao ni mambo yanayohusiana na maadili wanaendelea kuporomoka kweli kweli. Kwa hiyo ni hali ambayo ni ya kusikitisha sana, kwa sababu waumini hawaelewi kuwa wapo kwenye uongo, na wachungaji wao wanaendelea kufanya mambo ambayo ni mabaya sana. Ndugu zangu, mstari wa 8, ni mbaya mtu mwenye macho ya tamaa, koma, anayegeuza uso wake na kuwadharau watu, nukta. Ndugu zangu, tunajua katika linaonekana wao ambao katika hizo dini, wengi wao hawajui kuwa nyuma ni demoni ambazo zinawasumbua. Kwa hiyo unapowapelekea ujumbe wa neno la Luba, ujumbe wa kweli ambao Mulede ametuletea, wanaingia katika dhana ya dharau, kwa sababu wao wanasukumwa, wanavuviwa, wanakuwa wamepagawa kiasi cha kwamba ufahamu wao unashindwa kupambanua yale ambayo ni ya ukweli. Manake tunajua ukweli ni mmoja tu ambao Mulede ametuletea. Kwa unapowapelekea neno hili la kweli, neno la Luba, wanaingia katika dharau, kwa sababu macho yao yamejaa tamaa, tamaa ya mali, ya hali inaonekana, kwa sababu nyuma kuna demoni za utajiri wa hali inaonekana zinawasukuma, zinawavuvia, kwa zinawafanya wanakuwa watumwa. Kwa hiyo wao hawaelewi kuwa hapo katika mtego wa dharau. Ni muhimu ndugu zangu, kwa nyinyi ambao mpo katika hizo dini, mnaposikia ujumbe huu wa neno la Luba, acheni dharau, tumieni muda wenu kuchunguza, kwa sababu kweli ni mmoja tu na huu ambao Mulede ameuleta, mwalimu wetu Mulede Zulula 100. Ndugu zangu, mstari wa 9, macho ya mpumbavu hayashibi kwa sehemu yake, nukta, koma, na tamaa mbaya kuisumbua nafsi yake, nukta. Ndugu zangu, tunajua kabisa mtu ambaye nafsi yake haipati mafundisho ya kweli inakuwa ni nafsi ambayo imepotoka. Ni nafsi ambayo itasumbua roho, itasumbua mwili, kwa sababu tunajua nafsi ni mwili wa tamaa. Mulede ametufundisha hivyo. Nafsi ni mtoto, baba yake ni roho na mama yake ni mwili. Kwa hiyo nafsi anatakiwa ajifunze kutoka kwa mama na kutoka kwa baba. Ikiwa ni nafsi ambayo inapokea mafundisho mabaya, manake itasumbua wazazi wake, itasumbua ambaye ni mwili, itasumbua ambaye ni roho, ambaye ni baba yake. Kwa hiyo nafsi hii itafanya mambo mabaya, kwa sababu itakuwa imeingia katika hali ya uasi. Kwa hiyo itaingia tamaa, kwa sababu nafsi ni mwili wa tamaa. Kwa hiyo itaingia katika mkanganyiko, na mwisho wa siku italeta mambo ambayo sio mazuri. Tunaangalia tena katika Biblia ya kisasa, kuna mfano ambao unautoa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 1 mstari wa 25. Nitatumia tafsiri ya Biblia Habari Njema. Inasema, kwa maana upumbavu wa Mungu una hekima zaidi kuliko hekima ya wanadamu, koma,
nao udhaifu wa Mungu una nguvu kuliko nguvu ya wanadamu. Nukta. Ndugu zangu, tunajua kabisa wengi wao wana dini wanaabudu demon wakifikiria labda wanaabudu Muumba. Tunajua Muumba pekee anayestahili kuabudiwa ni Ruba, na tumejua hayo kwa sababu Muledi ametufunulia hayo. Tunaambiwa upumbavu wa Mungu una hekima, maana yake Mungu ambaye anaabudiwa na wafuasi wa dini ana upumbavu. Unaona kabisa Mutated kupitia Mormon anasema macho ya mpumbavu hayashibi kwa sehemu yake. Kwa hiyo ikiwa Mungu wa hizo dini ana upumbavu, manake yeye ni kiumbe dhaifu, na Muledi ametufunulia nyuma ni demon ndizo zinayofanya hiyo michezo. Kwa hiyo ndugu zangu, nyinyi ikiwa mjui huyu ambaye mnamwabudu kwa mujibu wenu nyinyi ambao ni wafuasi wa dini ni Mungu ambaye ana upumbavu, na vile vile ana udhaifu, kwa sababu udhaifu wa Mungu una nguvu kuliko nguvu ya wanadamu. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 25. Someni mtathibitisha hayo. Tunaingia mstari wa 10. Mchoyo ni mgumu kutoa mkate, na anakosa mezani kwake mwenyewe. Nukta. Tunajua ndugu zangu, katika hali inaonekana kuna hao ambao ni wachungaji, hao ambao ni wanasiasa, hao ambao wao ni waumini. Ni kweli wanaweza kusema kwamba wao ni matajiri katika hali inaonekana, kwa sababu tunajua pia kuna demoni ambazo zinahusiana na utajiri wa hali inaonekana. Wao watakuwa ni wachoyo, kwa maana kuna wengine ambao wanadhulumu ambao ni watoto yatima, wengine ni wajane ambao wanadhulumiwa, na hao ambao ni waumini, na hao ambao ni wachungaji, na wengine ambao ni mashehe. Kwa hiyo mchoyo ni mgumu kutoa mkate, na anakosa mezani kwake mwenyewe. Tunajua pia ambao ni waumini wanajitoa sana kwa wachungaji wao, wakiamini kwamba wanafanya ikiwa ni mambo ya kiroho kwa wachungaji wao, lakini tunajua kabisa wao wenyewe wanaishi mazingira ambayo yanasikitisha, kwa sababu yupo radhi ya akose mezani, akose chakula, watoto asile ila mpelekee mchungaji. Tunaona ndugu zangu mambo ambayo yanaendelea. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanasikitisha. Nyinyi ambao ni waumini, tumieni akili, tumieni yali, kwa sababu kweli upo, na ndio huo ambao mnausikia ndugu zangu. Katika mstari wa 11, mwanangu koma, ikiwa una uwezo koma, jitendee mema kulingana na neno. Nukta. Koma. Ukipata nafasi koma, kula chakula kizuri. Nukta. Ndugu zangu, tunajua haya ambayo tunayasema ni mambo ambayo Muledi anapapia kila siku. Muledi anatusisitizia kuwa ikiwa unaweza kula vizuri, kula kulingana na neno, kwa sababu unajua katika linaonekana ikiwa haujapitia kwenye chanzo cha kweli ambaye ni Muledi, huwezi kujua ni vyakula vipi ambavyo neno limeruhusu. Unaweza kula chakula ambacho kimekatazwa na neno. Ndugu zangu, tunaona kuna baadhi ya imani wanaona kula ngamia ni fahari zaidi. Tunajua kulingana na ukweli Muledi ametufundisha ngamia hataki kuliwa. Na kuna wengine wanakatazwa kula nguruwe, yule ambaye hajakatazwa na neno. Kwa sababu kuna nguruwe ambaye amekatazwa na neno, yule mwenye pembe, yule nguruwe pori mwenye pembe, yule amekatazwa kuliwa, neno la Ruba limekataza. Lakini yule ambaye hana pembe, yule ambaye anafugwa majumbani, yule neno limeruhusu. Kwa hiyo utajikuta kabisa yule ambaye hayupo kulingana na ukweli ataingia katika mikanganyiko, maana yake hatakuwa na maarifa. Muledi anatuambia tule vizuri, kwa sababu anajua uanzishwaji ambao anatupatia, na sisi tunajua ni vyakula vipi ambavyo tunaruhusiwa kuliwa. Muledi anatufundisha tufanye mazoezi, tufanye kazi, tule vizuri. Tukipata nafasi tutembee sehemu tofauti tofauti, ni sehemu ya kufly, kwa sababu tunatakiwa tufly katika hali inaonekana kulingana na ukweli. Kwa ndugu zangu, ni muhimu kuelewa haya. Kwa Muledi anatufundisha katika kila kipengele. Mstari wa 12,
usilisahau koma wakati wa kutoa katika hali inayoonekana. Hivi karibuni utakuwepo hapo na haujui siku iliyowekwa. Ndugu zangu, katika hali inayoonekana tunajua kuna siku tutaondoka. Wakati wa kutoka katika hali inayoonekana, ndugu zangu, hakuna anayejua, lakini tutatoka. Ila Muledi anajua ni lini kila mmoja anaondoka, kwa sababu Muledi ni zaidi ya namna ambavyo tunaweza tukafikiria. Kwa hiyo sasa hivi tupo katika hali inayoonekana, lakini tutaondoka. Kwa ni muhimu tuwe na ufahamu. Walio kwenye hizo dini, walio wengi ambao wengine ni matajiri katika hali inayoonekana, wao wanafikiri kuna wakati wanajisahau kuwa hawataondoka katika hali inayoonekana, lakini wanajidanganya, kwa sababu tutaondoka katika hali inayoonekana. Na ikiwa tutaondoka, basi ni muhimu tujue tunaondoka katika njia ipi. Njia kweli ni moja tu ambaye Muledi ametuletea. Nje hapo ni njia ya upotofu. Kwa hiyo tukiwa na ufahamu mzuri kulingana na ukweli, tutakuwa vizuri, tutafurahia maisha katika hali inayoonekana. Mstari wa 13. Kabla ya kuondoka katika hali inayoonekana, koma, mtendee mema rafiki yako, koma, kulingana na uwezo wako, koma. Kuwa mkarimu na mpe sawasawa na neno, nukta. Tunajua ndugu zangu, ni kweli tuondoka katika hali inayoonekana, lakini tunajua katika jamii ambayo tunaishi katika hali inayoonekana, tunaishi na marafiki. Marafiki kulingana na ukweli ni wale ambao wanajua sheria za neno la Ruba. Rafiki ambaye mtashirikiana mambo ya kiroho. Rafiki ambaye hata kuingiza katika mitego. Rafiki ambaye hata furahia wewe unapoumia, wewe unapopata matatizo. Lakini tunaona katika hizo dini wanaishi kinafiki. Mtu anaweza akasema ni rafiki wa mtu mwingine, lakini anapopata shida anamwacha. Tunaona wachungaji wao wanapokuwa na shida, wao wanasaidiwa na waumini, lakini wao ni wazito kuwasaidia waumini. Sana sana watawaambia waumini waingie katika maombi, kwa sababu wao wenyewe wanaishi katika hali ambayo sio nzuri, hawatendiani wema. Lakini kulingana na uwezo wako utakiwa utende mema, yani usifanye kuliko uwezo wako we mwenyewe ukahuzunika. Neno la Ruba lipo wazi, linatuelezea hayo. Huwezi kufanya yale ambayo mwenyewe baadaye yatakuletea matatizo, yale ambayo yatakuzidi. Kuwa mkarimu na mpe sawasawa na neno. Ina maana ikiwa ni rafiki yako haendi kulingana na ukweli, maana yake utamwambia kwa upendo, kwa furaha. Kaka, dada, utaeleza yale ambayo anatakiwa kufanya. Yale ambayo hataki kufanya utamwambia, utamkumbusha sheria za neno endapo labda ameenda tofauti kidogo. Na wewe ambao utaelezwa sheria ya neno kuwa labda ulienda tofauti na ukweli, utapokea kwa furaha, kwa sababu ni upendo wa neno la Ruba. Utafurahia kaka au dada anapokuelekeza yale ambayo unatakiwa kufanya. Kwa hiyo unakuwa mkarimu na unampa sawasawa na neno. Kwa hiyo ni busara ambayo itakuwepo, kwa sababu wote mpo katika ukweli. Ni tofauti na hao ambao wapo kwenye hizo dini, wao wanafanyiana mambo ya kinafiki. Yani muumini yupo radhi ateseke, asiwe na kitu chochote, lakini amfurahishe mchungaji wake ambaye yeye anaitwa ni wa kiroho, lakini sisi tunajua huyo anakuwa sio wa kiroho kulingana na ukweli. Yani hao wachungaji wapo katika hali ambazo ni za uongo. Ndugu zangu, mstari wa 14. Usijinyime furaha ya siku kulingana na neno, koma. Usiruhusu sehemu yako ya kuridhika kihalali kupotea, nukta. Muledi anatuambia tufurahie maisha, tule vizuri, tufanye mazoezi, tufanye kazi, kwa sababu Muledi ni mwalimu wa kweli. Huwezi kusikia kwa wao wachungaji wakiwaambia waumini wao wale vizuri, wafanye mazoezi, wafanye kazi. Sana sana wao watawaambia tuendeleeni kuomba, mpokee miujiza. Yani ni mambo ambayo hayana uhalisia.
kwa sababu tupo katika hali inaonekana ni muhimu kutumika kufanya kazi. Lakini wao watawaambia tu endelee kuomba ili uendelee kupata miujiza. Ndugu zangu, hao ni wao ambao wanaitwa ni waumini, ambao ni wachungaji, ambao ni mashehe. Lakini Mutatedi kupitia Mormon anatuambia usijinyime furaha ya siku kulingana na neno. Ndugu zangu, kulingana na neno manake ni ukweli ambao tumeupokea, huu ambao Mulede ametupatia. Manake ikiwa ni kula, utakula kulingana na neno, kwa sababu utakuwa unajua ni vyakula vipi ambavyo neno limekataza. Vile ambavyo vimeruhusiwa na neno utajua, utakuwa na maarifa hayo. Utakuwa na hekima katika kuweza kufanya mambo ambayo yatakuwa na kuzunguka katika jamii. Hutoingia katika mitego kwa sababu utakuwa unajua mitego ya adui namna ilivyo. Kwa hiyo utakuwa na maarifa mengi, utakuwa na njia nyingi za kuweza kushinda kwa sababu unakuwa na msingi ambao ni mzuri sana. Kwa hiyo yale ambayo unatakiwa kuridhika, utaridhika kihalali. Hutoweza kuruhusu haki ya mtu mwingine iweze kupotea. Hutofurahia haki ya mtu mwingine izurumiwe, haki ya mtu mwingine itoweke. Wewe ambaye kulingana na ukweli haiwezi kupenya kwa sababu unajua haki ni nini, manake utaridhika kwa yale ambayo utakuwa umeyatenda kulingana na ukweli kwa sababu unakuwa unafahamu kamili. Mstari wa 15. Je, koma, hutamwachia mwingine matunda ya kazi yako, hiyo ya uchovu wako? Tunajua katika hali inaonekana, ndugu zangu, matunda ambayo tunatakiwa tudhihirishe sisi ambao tupo kulingana na ukweli ni yale ambayo Mulede anatufundisha. Kuna sheria za maadili, ni sheria za kiroho pia. Kwa hiyo roho zetu zinajua ukweli, roho zetu zina maarifa kulingana na ukweli ambayo tunayapokea kutoka kwa Mulede. Lakini tunajua wao ambao wapo kwenye hizo dini ambao hawapo kulingana na ukweli huu wana matunda ya kazi yao, manake watakuwa na mafundisho ambao wanakuwa wanayatoa nje kutokana na yale ambao wamepokea kutoka katika vyanzo vyao ambavyo sio kulingana na ukweli. Yaani kwa wao ambao wanaoita ni walimu wao, wao ambao wanaoita ni wachungaji wao, watakuwa na mafundisho wameyapokea. Kwa hiyo matunda ya kazi yao yale ambao wameyapokea watayatoa. Kwa hiyo sio kulingana na ukweli, yaani hao ambao wapo nje ya ukweli huu. Kwa mwisho wa siku watafanya mambo ambayo ni kufuru, kwa sababu hata ikiwa ni kuabudu, watabudu viumbe. Lakini sisi tunajua kulingana na ukweli anayestahili kuabudiwa ni Luba peke yake, Luba Muumba pekee. Mstari wa 16. Toa koma, chukua koma, na uifurahishe nafsi yako sawasawa na neno koma. Kwa maana hakuna tena raha yoyote ya hali inayoonekana, ya kungojea katika hali isiyoonekana. Nukta. Ndugu zangu, tunaona katika hizo dini wao wanaamini kuwa katika hali inaonekana wanaishi kwa mateso. Ikiwa ni hazina, basi wataziweka huko mbinguni kwa mujibu wao. Wengine wanasema kuwa wakiwa mbinguni watakula na kunywa, yaani mambo ya mwili katika hali inaonekana wao wanaenda kuyafanya katika mambo kwa mujibu wao ambao ni ya kiroho. Yaani wanashindwa kuwa na maarifa kuwa roho haili chakula cha kimwili cha hali inaonekana. Lakini wao wengine wataenda kupata kula, kunywa maziwa na asali huko. Yaani vitu ambavyo vinasikitisha kweli. Roho haiwezi kula chakula cha hali inaonekana. Lakini kulingana na ukweli, Mutatedi kupitia Mormon anatuambia uifurahishe nafsi yako sawa sawa kulingana na neno. Manake ni nini? Manake ikiwa ni kula, utakula vizuri, nafsi itafurahi. Kwa sababu tunajua nafsi Mulede ametufunulia ni mwili wa tamaa. Kwa nafsi itakula vizuri, itafanya yale ambayo ni kulingana na ukweli kwa sababu inafurahia, inapata uanzishwaji mzuri, nafsi ambayo inatembea kulingana na ukweli. Na vile vile tunajua katika hali inaonekana mambo ambayo yapo manake hayapo katika hali isiyoonekana. Yaani katika ulimwengu wa kiroho agizo kula vitu, hakuna mambo ambayo hao na dini wanayozungumzia. Yaani mambo ya kusema wengine wanaenda kuoana kwa maana wataenda kuoa wengine wanawake 70 na mambo mengi ambayo ni ya kimwili. Tunajua ni utakaso ambao upo katika hali ambayo ni ya njia utakaso ambayo pia, kwa sababu sisi tunajua
Sisi tupo nje, tunatakiwa tuingie ndani, ambao ni agizo kuu la vitu, ulimwengu wa kiroho. Ni muhimu ndugu zangu kuelewa haya. Kwa hiyo ikiwa ni furahisha nafsi yako kulingana na ukweli, kulingana na neno, sawa sawa na neno, kwa sababu hakuna raha tena yoyote katika hali inayoonekana ya kuingojea katika hali isiyoonekana. Mstari wa 17 ambao ndo mstari wetu wa mwisho. Kila kazi mbovu itatoweka, na yeye aliyeizalisha huenda pamoja nayo. Ndugu zangu, tunapoambia kuwa mwalimu ni mmoja tu ambaye ni Zulula 100, ndugu zangu tunamaanisha, kwa sababu Muledi ni mwalimu wa kweli. Nyinyi ambao ni walimu, nyinyi ambao ni walimu wa uongo, hamtaki kusikiliza ukweli huu, mnopinga kazi mbovu mnaoifanya, mafundisho mnawafundisha waumini, mnawafundisha wale ambao nyinyi mnasema ni kondoo zenu, na nyinyi ambao ni waumini mnapokea yale ambayo sio kulingana na ukweli, kwa maana kwa hao ambao ni wachungaji wenu, ambao ni mashehe wenu. Hiyo ni kazi mbovu. Na ni kweli ila anayeizalisha kazi mbovu, nyinyi ambao ni walimu wa uongo, mnafundisha mafundisho ya uongo. Manake hiyo kazi ambayo mnaitenda, hiyo kazi mbovu ambayo mnakuwa nayo, kwa sababu ni ubovu mafundisho mnayoyafanya, mtapita nayo kwenye hukumu, kwa sababu mambo ambayo mnayofanya sio kulingana na ukweli. Kazi ambayo ni nzuri ni ile ambayo ni kulingana na neno, ikiwa ni mafundisho yawe kulingana na ukweli ambao Muledi ametuletea. Kwa ni angalizo kwenu nyinyi ambao ni viburi, mnaoshupaza shingo, mnaodharau yale Muledi ambao anayasema. Ikiwa ni kazi mbovu, matendo mabaya ambayo mnayafanya, ndugu zangu, mtapita kwenye hukumu. Kwa ni muhimu kujua kuwa hayo ambayo mnayafanya sio mazuri, mnatakiwa myaache. Chanzo halisi kipo ambao ni Muledi. Na nyinyi ambao ni waamini msiogope. Wokovu ni wa mtu binafsi, Muledi anatuambia hivyo. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa hayo. Muumba pekee ni Luba, ndugu zangu. Muhimu kujua kuwa katika nyakati zetu tuna neema, na neema ina mwisho, ni mlango umefunguka tuingie. Sisi kabla kuwa katika ukweli tulikuwa katika hizo dini. Lakini baada ya kusikia ukweli huu, neno la Luba limetusaidia mpaka leo tupo katika njia ya utakaso. Mwalimu pekee katika nyakati zetu, Muledi Zulula 100, anaendelea kutufundisha. Anatuambia tuwe watu wazuri. Na kuwa watu wazuri maana yake ni kulingana na ukweli. Lakini katika ujumbe wa leo tunaona kabisa Mutatet kupitia Monmon anatuambia tamaa na uchoyo. Kwa tafakari, tuweke katika kazi yote ambayo tumejifunza ili tuendelee vizuri. Na nyinyi ambao mpo kwenye dini, tokeni huko, chanzo halisi kipo ambaye ni Muledi Zulula 100. Muumba pekee ni Luba. Asanteni kwa kunisikiliza. Utukufu ni kwa Luba.